Leo najibu hoja zilizoletwa na video mojawapo ya yule ndugu yetu ambaye channel yake inajulikana kama Fan FARN ambayo iko TikTok, na ametengeneza mfululizo wa video kadhaa. Leo nitajibu hii sehemu ya 3 ambayo anazungumzia kwamba Biblia imejaa hitilafu nyingi. Na kwa ambao hawajaangalia sehemu ya kwanza, ningependekeza kwamba waangalie sehemu ya kwanza, kwa sababu kule najenga msingi wa kwa nini Waislamu wanaposoma Biblia wanakuwa mtazamoni tofauti kabisa na Wakristo. Tofauti hizi zimetoka vipi? Nimeweka kwa ufupi kabla ya kujibu hizi hoja tofauti zilizopo baina hivi vitabu, lakini pia tofauti ya namna gani Waislamu na Wakristo tunavyosoma hivi vitabu. Sasa katika mfululizo wake huu wa 3, huyu ndugu yetu ambaye channel yake inaitwa Fan, sijafahamu jina lake, ameweka changamoto 2. Na changamoto ya kwanza nitaijibu, inatoka katika kitabu cha Samueli wa pili, yani kitabu cha pili cha Samueli sura ya 8 mstari wa 4, na analeta mlinganisho na Nyakati wa kwanza sura ya 18 mstari wa 4. Tutazisoma alafu tutakwenda katika hili changamoto naisema. Tunasoma kwanza Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 4. Inasema hivi: Daudi akampokonya wapanda farasi 1,700 na askari walokwenda kwa miguu 20,000. Daudi akawakata mishipa farasi wote wa magari, ila farasi wa magari 100 akawasaza. Tutajikita katika hii sentensi inasema akampokonya wapanda farasi 1,700, maana ndio msingi wa hoja yake, kwamba katika Samueli wa pili 8:4 anasema wapanda farasi 1,700 ndio walipokonywa. Tunapokwenda katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 18 mstari wa 4 inasema hivi: Daudi akampokonya magari 1,000 na wapanda farasi 7,000. Naomba nirudie. Daudi akampokonya magari 1,000 na wapanda farasi 7,000 na askari waendao kwa miguu 20,000. Daudi akawakata mishipa farasi wote wa magari, ila wa magari 100 akawaweka. Naam, msingi wa swali la huyu ndugu yetu ambaye anasema kuna hitilafu, maana yake mkanganyiko au mgongano au mikingamo, kwamba hizi vitabu viwili tunaposoma hapo tunaona kwamba katika ile Samueli wa pili 8:4 anazungumzia wapanda farasi 1,700, lakini mwandishi wa Nyakati wa kwanza sura ya 18 mstari wa 4 anasema wale wapanda farasi 7,000. Sasa lipi ni sahihi? Kabla sijakwenda huko niseme jambo moja la msingi sana, kwamba vitabu hivi vya Agano la Kale, ili kuweza kujua kama hapa pana hitilafu ama la, lazima kwanza turudi katika lugha asili ya hivi vitabu. Kama nimewahi kufundisha huko nyuma, ni kwamba katika Agano la Kale vitabu karibu vyote viliandikwa katika lugha asili yake ya Kiebrania. Tunaporudi katika lugha asili ya Kiebrania, hii neno wapanda farasi, neno lilotumika hapa katika vitabu hivi vyote viwili, limetumika neno parasim, neno la Kiebrania ambalo mzizi wake ambao ni nomino inatoka katika neno parash. Sasa parash lina maana kadhaa. Kwa mfano, ina maana ni farasi, lakini farasi huyu ni yule ambaye anakokota gari kama hizi gari za kivita ambazo katika Kiingereza zinaitwa chariots. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ni dereva, yule anayeongoza hili gari la farasi. Hilo ni maana ya pili. Maana ya tatu la neno hili parasim, au inatoka katika neno parash, ni wale askari wanaopanda farasi, yani cavalry, kwamba mojawapo ya hiyo katika muktadha yaweza kuwa aidha inazungumzia farasi anayekokota hili gari, inaweza kuzungumzia yule anayeongoza hili gari la farasi, au unaweza kumuita dereva wa hii gari ya farasi, au inaweza kuzungumzia watu waliopanda katika, au hasa nazungumzia jeshi hapa. Hii muktadha wake ni wa kijeshi, wale wanajeshi waliopanda katika ile gari ya farasi ambayo inaongozwa na mtu anaongoza farasi. Sasa hizi ni maana zote 3. Naam. Sasa kimsingi kwa nini tunaona mkanganyiko na huyu ndugu yetu anaona mkanganyiko? Ni kwa sababu kumbuka, Kiebrania ni lugha ya kale zaidi kuliko Kiswahili. Imeshiba maneno. Kama unavyoona, kwa mfano, baadhi ya lugha kama Kigiriki ni lugha ambazo zimeshiba maneno mengi sana.
Sasa hapa ndio tunakutana na upungufu katika Kiswahili. Kwa hiyo watafsiri wanakwama katika hizi sehemu zote mbili, Samueli wa pili, Nyakati wa kwanza, wote katika Kiswahili tunakuta anatumia neno wapanda farasi kwa sababu ya upungufu wa maneno. Lakini tunapokwenda katika muktadha wa neno hilo, japo katika Kiebrania pametumika neno hilo hilo parasim, lakini muktadha wake unakuwa ni tofauti. Kwa sababu hivi, unapokwenda katika tafsiri za Kiingereza, kwa mfano ukienda katika tafsiri ya Biblia ya Kiingereza ambayo inatambulika kama New Revised Standard Version NRSV, katika ile Samueli wa pili, wafasiri wanatumia neno horsemen, yani anachukua wale dereva, anachukua neno dereva wale magari ya farasi. Lakini anapokwenda katika Nyakati wa kwanza, ile sura ya 14 mstari wa 4, anatumia neno cavalry, yani sasa wale askari wanaopanda nyuma. Na ndio maana unakuta Samueli wa pili, yeye anachomaanisha hapa, mwandishi yule anamaanisha huyu mwandishi wa Samueli wa pili alikuwa anachukua hesabu ya waongoza magari ya farasi ambao Daudi aliwachukua, alikuwa hesabu yao ilikuwa wako 1700. Lakini mwandishi wa Nyakati wa kwanza, yeye anachukua hesabu ya askari waliopanda jumla yao, yani wale askari waliokuwa katika gari ya farasi pengine na pamoja na yule anayeongoza, ambao jumla yao ilikuwa ni 7,000. Kimsingi tu hakuna mkanganyiko kwenye hizi sehemu zote mbili, na hili lipo wazi. Kwa hiyo kimsingi, kumjibu tu ndugu yetu hapa, hakuna mkanganyiko. Mwandishi wa Samueli wa pili anamaanisha madereva wale magari ya kivita yale ya farasi, lakini mwandishi wa Nyakati wa kwanza anamaanisha jumla ya askari waliokuwa katika magari ya farasi. Ni hivyo tu, hakuna mkanganyiko, hakuna hitilafu katika hili. Naam, na kwenda kujibu hoja ya pili katika video hiyo hiyo, maana hii ilikuwa ni sehemu ya 3 ambao ameleta changamoto mbili. Changamoto ya pili inatoka katika kitabu hicho hicho cha Samueli wa pili, safari ameitoa katika sura ya 10 mstari wa 18, na amelinganisha pia na kitabu hicho cha Nyakati wa kwanza sura ya 19 mstari wa 18. Twende tukaisome. Tunaenda kusoma mstari wa 18 wa Samueli wa pili sura ya 10. Unasema hivi: wakakimbia Washami mbele ya Israeli, naye Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 700 na wapanda farasi 40,000, naye akampiga huyo Shobaki jemadari wa jeshi lao hata akafa huko. Tutazingatia hapa hii sentensi kwamba watu wa magari 700 ndio mzizi wa kipingamizi cha ndugu yetu Fan anachokisema, kwamba watu wa magari, kwamba Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 700. Tunakwenda katika Mambo ya Nyakati sura ile ya 19 mstari wa 18. Unasema hivi: Washami wakakimbilia mbele ya Israeli, naye Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 7,000 na askari waendao kwa miguu 40,000, akamuua na Shobaki jemadari wa jeshi. Sasa swali la huyu ndugu yetu Fana anauliza, katika hii mistari miwili, huu mmoja unatoka katika Samueli wa pili 10:18 na hii Nyakati wa kwanza 19:18, tumeona Samueli wanatajwa watu wa magari 700, Nyakati wa kwanza wanatajwa watu wa magari 7,000. Ipi ni sahihi? Kwa mujibu wake anasema hapa kuna hitilafu, yani kuna mkanganyiko, na kama kitabu hiki Biblia ni kitabu cha Mungu, basi kusengalikuwa na huu mkanganyiko. Sasa kama nilivyosema katika ile changamoto ya kwanza, tunarudi tena katika lugha asili ya hivi vitabu. Kama nilivyosema, lugha asili ya hivi vitabu ni Kiebrania, na neno lilotumika hapa katika huyu mfasiri wa Kiswahili anatumia neno watu wa magari. Neno hili la msingi sana, lakini tukienda katika Kiebrania kuna neno limeitwa rekeb. Hii ni nomino rekeb, ambayo rekeb ni tunaita, ambayo ina maana kadhaa. Kwanza ina maana kadhaa. Maana ya kwanza inamaanisha lile gari la farasi, gari la kivita la farasi, sawa sawa. Maana ya pili ni timu zile ya wanajeshi ambao wanakuwa katika yale magari ya farasi kwa ujumla wao. Lakini pia maana ya tatu inamaanisha kikosi, kile kikosi kilicho katika gari. Sasa kuna ujumla, idadi ya wale waliokuwepo kale katika gari ya farasi,
kuna kikosi katika kila gari, lakini pia linaweza ikamaanisha gari lile la farasi. Ndio neno lilotumika hapa rekeb. Sasa kama nilivyosema katika ile changamoto ya kwanza, tatizo kubwa hapa ni upungufu katika lugha ya Kiswahili. Ndio maana wafasiri wa Biblia ya Kiswahili wanaweka katika hizi sehemu zote mbili, wanatumia maneno watu wa magari kwa sababu ya upungufu wa maneno ya Kiswahili. Lakini katika muktadha huu waandishi hawa wanatumia neno rekeb kwa kumaanisha vitu viwili tofauti, lakini kwa kutumia neno moja. Kwa mtu ambaye anasoma Biblia, anayesoma katika Kiebrania, anajua hapa ni tofauti. Ni kama leo useme labda nilipanda gari. Inawezekana umepanda gari ndogo, unawezekana ukawa umepanda lori, inawezekana umepanda teksi, au unaweza umepanda labda basi, lakini yote kwa mkusanyiko wake ni gari. Haimaanishi kwamba ukieleza hivyo leo na kesho ina maana umepanda gari ile ile, lakini tuliache hilo. Sasa unapokwenda katika Kiingereza, kama nilivyosema, ukienda kuisoma kwa mfano tafsiri ya Kiingereza, kwa mfano katika ile New Revised Standard Version NRSV, katika Samueli wa pili wafasiri wametumia maneno chariot teams, yani hizi ni vikosi sasa katika yale magari ya farasi. Lakini katika Nyakati wa kwanza mfasiri ametumia charioteers, yani kumaanisha wale askari wako katika zile magari ya farasi. Kwa hiyo mwandishi wa Samueli wa kwanza alikuwa anamaanisha kikosi, ile timu zile, kwamba alikuwa anahesabu idadi ya vikosi 700, kwamba hivi vikosi vya kwenye magari ya kivita 700. Mwandishi wa Nyakati wa kwanza anazungumzia wale wanajeshi kwa jumla yao walikuwa 7,000. Kwa maana hiyo katika hesabu ya haraka haraka tunachoona kwamba kuna uwezekano kila gari lilikuwa lina askari au wanajeshi 10, kwamba hizi zilikuwa ni chariots ziko 700, lakini kila chariot kuna uwezekano ilikuwa na wanajeshi wasiopungua 10 ambao idadi yao jumla wanakuja kuwa 7,000, ambao Daudi aliua vikosi 700 vya kwenye magari ya farasi, lakini idadi ya askari wao walifika 7,000. Kimsingi jibu rahisi ni kwamba katika sehemu zote hizi mbili hakuna mkanganyiko. Neno lilotumika ni lile lakini yenye muktadha tofauti kwa mujibu wa mwandishi. Kwa hiyo hakuna mkanganyiko hapa. Ni kushukuru wewe ambaye umefuatilia maelezo haya, na naamini umejifunza kitu. Nakushukuru sana ndugu yangu fan, naamini sasa umepata jibu. Nikualike ndugu yangu uanze kujifunza kusoma Biblia kwa utulivu na kwa tafakari na kuyachunguza maandiko uweze kupata maana halisi. Na nikualike pia ujifunze pia kusoma Biblia katika lugha yake ya asili, utaona mengi. Na nikwambie ukweli, Biblia hii imeandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Hakuna mkanganyiko, hakuna hitilafu humu, wala hakuna mbwembwe. Ni neno la kweli la Mungu ambalo limetuletea wokovu kwa kupitia kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Usipoteze nafasi hii ndugu yangu. Njoo kwa Yesu upate wokovu, atakupa uzima wa milele. Asante sana.